Twende sasa. Kwa majina naitwa Joseph Kaule. Mimi ni mkazi wa West Pokot katika kaunti ya West Pokot. Pia kwa mambo ya vyama, mimi ni mwenyekiti wa chama cha ODM katika kaunti ya Pokot Mashariki. Na tumekuwa kwa muda uongozi wa chama, tukishirikia mambo ya chama. Pia shughuli zangu mingi mambo ya kuchangia amani katika kaunti yetu na majirani zetu. Kama vile mnapojua kwamba sisi kama kaunti hii huwa mara kwa mara tunapata mzozo kati yetu na majirani zetu, na hayo ndio ilikuwa mashughuli ambayo tulikuwa tukifanya. Lakini pengine kwa leo ni kwamba umeuliza kama Ruto ya tatu miaka tatu tangu Rais Ruto aingie mamlakani. Yes, aingia mamlaka. Mambo ilikuwa namna gani? Kwa kusema ukweli ni kwamba maisha yamekuwa ngumu. Tangu mwenzetu, sababu Ruto ni mwenzetu na ni jirani yetu katika kaunti hii, na ni mtu tulikuwa tunatamani kwamba wakati, kwa sababu imizo yake, manifesto yake, ijapokuwa tulikuwa upande wa Azimio, lakini manifesto yake ilikuwa the bottom up approach, ambayo hata sisi wote tunaona kwamba wote tunaenda kuinuka na pengine tuwe kama watu wengine katika Jamhuri ya Kenya kwa mambo ya kimaendeleo, kwa mambo ya social issues. Lakini mpaka leo hii mambo ni tofauti kidogo, ambayo sio kitu ambayo tunaweza kufurahia. Ya kwanza ni kwamba kuna mazuri ambayo tunaweza kusema ametusaidia. Ya kwanza ni kwamba ile msusumuko ya sisi wenyewe kujenga nchi yetu ndio pengine kitu ambayo tunaweza kujivunia kwamba hatutarudi nyuma kama nchi, ya kwamba kumbe hata sisi tunaweza kujenga nchi yetu bila kutegemea wadhamini kutoka nje. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili ni kwamba kuna mambo ambayo pengine ukiona kama tuketekeleza mambo ya affording houses, pengine mambo ingekuwa tofauti kidogo. Lakini kulingana na yale maoni yangu kwa upande ule ingine ni kwamba yale ambayo tukiona ni kwamba sisi pia tunaona kwamba kwa overtaxed ni kitu ambaye haijafurahisha sisi hata kidogo. Na hata leo hii maisha yanakuwa ngumu kwa sababu ya mambo ya taxes. Na ukitaka kujenga uchumi wa nchi hii, tusiangalie mambo ya tukiweka taxes sana iwe kitu ambaye inatuongoza. Itamaanisha kwamba kwa sababu watu saa hizi hawana pesa, wazazi wengi wameshindwa kupeleka watoto wao shule. Leo tunapozungumza hivi tu, wiki hii watoto wengi walifukuzwa kwenda kutafuta pesa, na hakuna mzazi amerudisha watoto. Kumaanisha kuna changamoto wazazi wetu kulipa pesa. So hayo ni yote ni ishara ya kuonyesha kwamba mambo ni mangumu katika jamhuri hii. Kingine ni kwamba ambaye sio mzuri kweli, Mheshimiwa Rais anasema mambo mengi ambaye huwezi kujua ukweli uko wapi. Yale amezungumza jana na akizungumza leo haende sawa. Kuna uongo mingi ambaye tunataka kuweka msingi ya uongo, mpaka hata wanasiasa wetu saa hizi wanaona hata kuingia kanisa unaweza kudanganya hata kanisa ndani ya kanisa. Hayo sio maadili mazuri katika nchi, kwa sababu tunajenga nchi kwa mnajili ya kuleta maadili ambayo inaweza kujenga uaminifu. Iwapo tunadanganya kila kitu, itakuwa hasara kwa vizazi vichache, kwa sababu watoto hao ambao wanatuona kama viongozi wanaona namna gani ikiwa tunasema hii alafu kesho kuta tunatenda mambo mengine. So hayo ndio mambo mengine. Mambo ya SHA tulikuwa tumeamini kwamba tunaenda kufaulu, ijapokuwa kwa pengine namna nyingine SHA tunaweza kusema 50 by 50, kwa sababu mpaka leo hii
kuna mazuri kwa SHA, kuna mambo ambayo yajatimika, na ni kwa sababu ya kusema mambo mengi bila kutekeleza, bila kujua the consequences ya kusema mambo haya. So hayo ndio mambo mengine tukisema. Mambo ya ukulima, yes, tunaweza kusema it can be 60%. Ijapokuwa tuliambiwa kwamba yale pengine fertilizer ambayo tulipatiwa bure, na tukakuja kuuza 2,500. Na tunaweza kusherekea iwapo hiyo mtu hata tupatia hiyo tena hiyo msaada tena mwaka ujao, utakuwaje? Tutasidi kuuza kwa 2,500 bila kupatiwa msaada? Hayo ndio maswali ambaye inatusaidia. Na iwapo sasa, kwa sababu yeye pia tunatoa shukrani kwa Mungu kwa sababu ametupatia mvua ya kutosha na imetusaidia, tuko na mimea ya kutosha ambayo inaweza kulisha nchi yetu bila kuwa na shida mtatizo kwa mambo ya vyakula. Lakini mambo mengine yote saa hizi ukiingia supermarket na 1,000 hakuna kitu unatoa nayo, kwa sababu hiyo ni ishara kuonyesha mambo sio mazuri. Na hayo ndio mambo. Lakini ijapokuwa kama rais akipunguza mambo ya kusema mambo mengi, akipunguza mambo ya ufisadi, kwa sababu ufisadi za hizi katika nchi yetu ya Kenya inaanza kuwa normalized, mpaka hata mtoto mdogo anaanza kujua kumbe ukitaka utajiri saa hizi vizazi vidogo hii ya Gen Z, they already spoiled generation, kwa sababu wanaona hakuna ile kutoa jasho kuingia shamba. Hawataka kujua, hawataka kuingia shamba na kutoa jasho ili kupata, wanataka shortcuts. Shortcut ni nini? Hata kuiba ni shortcut. So kuna mambo mengi ambaye haiendi sawa sawa, kwa sababu Mheshimiwa Rais pia mshauri yeye turudi nyuma kidogo, na kama alipoingia na mzee wetu. Unajua Mheshimiwa Rais alipokuja wakati alikuwa akifanya kampeni, tulikuwa tunafikiria tunaenda kwa Kenya sasa, kwa Kenya. Hayo ni machungu ambaye inaweza kuleta kupatia nchi yetu uchungu, na uchungu huo ni bado ni wa Kenya ndio wataungana. Hiyo ndio kitu, na pengine tunaweza shukrani kwa sababu walianzisha juzi hizi kamati ya kufikiria mambo ya kuweka compensation kwa wale ambao walipata pengine watoto yao kuuliwa. That was a good gesture ya kuonyesha kwamba tunataka kufikiria vizuri. Ingawa sisi tunataka pia upande ule, hata wenye walikuwa naua tunataka pia waletwe, ili pia tupate kuhukumu. Kama wako na hatia waende jela, because kuna vitu viwili, mambo ya compensation alafu mambo ya justice kwa wale wengine, ndio wapate hiyo uchungu ipate kuisha. So ili chochote mtu mwingine yoyote katika siku ya usoni apate kujua kwamba ukitenda maovu njia ni mambo ya jela. Haijalishi wewe ni polisi, wewe ni nani, yote. Kwa sababu ukiona kama huyo Jalo, huyo lawyer juzi ambaye aliolewa hivi majuzi, ni kwa sababu ya deals mabaya. Tunaelekea mali mabaya ikiwa tunatumia mtoto wa bunduki ambaye sisi pengine Isaac ambaye tulelewa kwa mambo ya bunduki na tunajua uchungu wake ni nini. Sisi hatuna wasasi wengine kwa sababu mtoto wa bunduki alichukua wasasi wetu, na tunajua uchungu wakati hauna msasi. Na tunapotumia bunduki tunasema ole wenu, kwa sababu hamjui uchungu ya kupoteza wazazi. Yoyote ikiwa wewe ni polisi bado utarudi kama kwa Mkenya, na usitumie bunduki kwa sababu leo uko askari, kesho hautakuwa askari na utarudi kwa Mkenya. So tukipenda tu kuwahimiza wote tufikirie kama Wakenya, wale wanaandamana tuone ni njia gani tunaweza kupeleka kotini na kupeleka pengine mahakamani, ndio wapate uamuzi kutolewa vizuri, na tutakuwa na nchi ambayo tunatambua haki ya binadamu. So haya ndio mambo tunaweza kusema kwa saa hizi, kwamba tunataka bado tunafikiria. Sasa mwaka 3 tunaanza mwaka 4,
huu ni mwaka 4 sasa tunaanza. Na unajua tunaingia sasa kipindi kingine tofauti, ni kipindi ya siasa. Hata sisi ambao tulikuwa nje tunaendelea kupika sasa siasa. Kwa sababu tumeona kutopiga kura kumbe kuna shida. Lazima saizi tuambie kila mmoja mdogo kwa kubwa, tuajua kwamba lazima tuhusike kwa mambo ya kuleta viongozi ambayo wataongoza nchi yetu kuelekea mbele. Haya ndio mambo ninaweza kwa sasa kusema kwa sasa, na nashukuru. Na Bwana Kaule, pengine maswali machache tu. Wewe unatoka katika jamii ya wafugaji. Je, miaka 3 ya uongozi wa Rais William Ruto, unahisi jamii ya wafugaji imeangaziwa vilivyo, na je imenufaika, na kama ndio wapi, na kama la yapi yanafaa yaangaliwe kwa jamii za wafugaji? Unajua sisi maisha yetu mingi ni mambo ya wanyama. Na tulikuwa tunataka kwamba kuona kwamba pengine kama rais kama angetaka kunufaisha watu wafugaji, ni kwamba kuhakikisha wanyama yao wanalindwa vizuri. Wanalindwa kwa mambo ya magonjwa, wanalindwa mambo ya security, kwa sababu changamoto yetu katika kaunti hii mingi kwa wale ambao ni wafugaji wa wanyama, ni mambo ya insecurity. Bado kuna mambo tatizo ambaye hatujatatua. Na sisi, mimi kama mharakati mambo ya amani katika kaunti hii, huwa tunaona hatujafanya ya kutosha kuweza kusuhia wahalifu pengine kutusumbua kama sisi kama jamii. Kwa sababu wafugaji, furaha yetu ni kuona wanyama wetu katika hali nzuri, wanakula vizuri, inakuja maji vizuri. Lakini ukiona hizi kama mambo ya maji, kwa sababu tunahitaji kupatiwa maji ya kutosha, kama ni dams, pengine kupatiwa ulinzi ya kutosha, na pengine madawa ya vaccination kwa wanyama wetu. Hayo ndio mambo ambayo tunahitaji. Mambo haya kuna mtu anafikiria hata yale ambaye mazungumzo ambayo yanafanywa Nairobi. Hakuna mtu anafikiria mtu mfugaji katika Jamhuri la Kenya. Ijapokuwa hatutalaumu watu wa Nairobi, kwa sababu tuko na viongozi kule. Tuko na wajumbe, tuko na senators, tuko na governors. Na ukiona katika kaunti hii leo hii, Mwenyezi Mungu ametubariki kama wafugaji. Katika nchi yetu mahali tulikuwa tunalinda wanyama wetu, pia mambo ya gold imetokea. Ajabu ni kwamba hata kulinda ardhi yetu ambayo wanyama wetu wanakula inakuwa shida. Kuna disinvasion, gold rush in our county. Hii county ambayo tuko nayo, kuna makampuni, watu binafsi kutoka sehemu mbalimbali katika Jamhuri la Kenya ambao wanakuja kwa ajili ya kutaka kufanya mambo ya gold. Lakini sasa ukiona mali kama Kambi Karaya, sio nchi ambayo unaweza kulisha wanyama yako, kulinda wanyama yako saizi, kwa sababu wamechimba bila kujali, bila kufikiria environmental degradation, bila kujali hata wenye wanaishi ndani, kwa sababu nia yao kubwa ni kutaka kuona wanyama kutaka gold, sio kutaka wanyama. So haya ndio mambo ambayo pengine rais angechukua na manani, na kuna mikutano imefanyika vizuri katika kaunti ambayo inatusaidia sisi kama jamii ya wafugaji ya kusema kwamba tunaweza kusema rais yetu ametusaidia, kwa sababu anafikiria mambo ya mbolea, subsidy ya mbolea irudi chini, ni wale wengine wakulima wa mahindi, mambo ya wakulima ya chai, wakulima ya pareto, hizo vitu vingine. Na sisi wanyama wafugaji wa wanyama. Maybe unaweza mueleza rais vipi haswa kuangalia mwanzo jamii za wafugaji ambazo muda mwingi zinaathirika kutokana na masuala ya usalama, sio tu hapa katika jimbo hili, Northeastern, North Rift, kote tu na Rift Valley. Unajua sisi katika kaunti hii Bwana Isa, iko wakati kaunti hii haikuwa nakalika kwa sababu ya insecurity, lakini ilituchukua wakati huo. Tulikuwa na viongozi, tulikuwa na district commissioners ambao walikuwa ni watu ya kusikiza. Tulikuwa tunawapatia mawaida, kwa sababu kitambo kidogo serikali ya Kenya walikuwa wanatuona njia moja ya kulete
kulete pengine amani katika kaunti hii ni mambo ya operation. Kila mara kwa mara wanaleta operation, lakini ilifika wakati huo, wakati tulipoingia mambo ya amani, tukauliza jamini, kuna njia ya kutatua hii shida. Na sisi tukakuwa na district commissioner siku hiyo, walikuwa wanaitwa district commissioner, sio county commissioner kama wakati huu, na tukaenda kuwapatia washauri ya kwamba hakuna haja nyinyi tuende njia hii, rudini kujeni bandi. Na tukipenda kama Murkomen juzi alipokuja hakutuambia sisi kama civil society kwamba ninakuja njia, kujeni mtoe maoni. Kuna ile inaitwa platform yake inaitwa inaitwa nini ambaye Murkomen saa hizi hii ambaye anazunguka. Yes, jina limelitoka alikuwa kaunti hii na hakutuita sisi kupatia mawaida. Sijui tukasikia tu kwamba CS ya security yako katika kaunti yenu. Sisi tukachukua yetu tukamuuliza njia moja ya kutatua, sio mambo ya kusema najua huyu ni mbaya, sijui nini, sijui nini. Kuna njia ya kutatua hii shida ikiwa tutakaa chini kama jamii na kama viongozi wa kaunti hii, tutapata kutatua mambo ya insecurity katika kaunti yetu bila kutumia hata mtoto wa bunduki, bila kutumia operations sijui nini, maskari ilachwe sijui wapi, kwa sababu tayari kuna mifano tulikuwa tumeweka. Unasikia operation ilikuwa inaitwa Yundu, operation ndoa walifu. Tuliweza tukakaa chini na viongozi wa security siku hiyo, tukaeleza njia hii ya kutoa bunduki katika mikono ya raia ni hii, na tulitoa bunduki bila kutumia nguvu. Ndio unaona kaunti hii ikakuwa kaunti vile tumesema. Na sasa hizi watu wetu wameanza kuingia mambo ya elimu, mambo ya ukulima, ufugaji wa nyama. Na sasa hizi wale walikuwa creative warriors, sasa hizi na wafanya biashara wakuu katika kaunti hii. Hao ndio wanatafuta pesa sasa hizi, wanaingia Madakureti, wanaingia Western, kila mahali wanaingia Kampala. Nani? Kwa sababu tumeonyesha njia. Sio mambo ya kupiga kelele hapa, piga sijui domo sijui ni tutawalesa tutakuta. Hiyo ndio sio njia. Kuna njia ya kutatua. Wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipokubaliana na Mheshimiwa Rais, wakakubali kufanya kazi pamoja kwa sababu kwa mnajili ya sisi kuokoa nchi yetu ili isiende katika kama majirani zetu, kwa sababu ukiona kama Somalia, kama Ethiopia, South Sudan na nchi zingine zote wanakuwa na matatizo kwa sababu watu wao hawakusikiza. Lakini kwa sababu Mheshimiwa Raila ni mtu ambaye anajali nchi kuliko hata yeye mwenyewe, na alipokubali kusema kwamba wacha tuongee na Mheshimiwa Rais ni kwa maana mnajili ya nchi, kwa sababu aliona wakati jensi walipoamuka wakasema tunataka kutoa uhuru Ruto. Yes, kila mtu alikuwa anataka Ruto kwa sababu ya mambo ya taxes na mambo mengine yote, na akaona kwamba iwapo sasa kwa sababu hatuna mipangilio yoyote ya kutake over baada ya Ruto, na akaona nchi hii Ruto atakuwa na ataenda, afadhali tuwe na mkakati maalum ya kuweza kuweka ya kusaidia nchi hii kusimama. Na akasimamisha, na muone tofauti kwamba mpaka leo hii imesimama. Ni nchi tunaweza kujivunia, tunaweza kujipanga na tuondoe pengine Mheshimiwa Rais pengine kodebe, sio mambo ya kutumia nguvu. Na tangu siku hiyo shida ni kwamba hata sisi kama ODM tulikuwa tunahitaji, iwapo sisi tuliingia na uhuru, pengine turudi nyuma kidogo, tulikuwa na uhuru tulikuwa na handshake, ile wakati wa handshake. Wakati handshake. Lakini mwaka 5 iliisha sisi bila kuona chochote. Sisi mara hii tulikuwa tunataka iwapo Ruto amekubali tuongee na wengine, tukubaliane tufanye kazi pamoja, kwa nini tusikue na consultation? Ndio na saa hizi tukiongea namna hii mambo yote mambo ya broad base iko Nairobi, haiko hapa chini. Watu ya UDA katika counties hawatambui watu ya ODM. So kumaanisha mambo haya ni mambo ya Raila na wenye wako karibu na Raila, na wengine wote sisi katika
hizi area zote, kwa sababu ODM iko kila mahali. It's a party, it's a national party across the country. Tulikuwa tunataka mazungumzo ya kuhakikisha kwamba mazungumzo lazima itoke chini ikuje paka chini. Alafu manufaa ya kuingia kwa serikali pia. Hata sisi pia tunataka kuingia serikali hiyo. Kwa sababu hatuwezi kusimamisha nyumba ili hali hatufaidiki ndani yake. So hayo ndio ukiona our general secretary, do you know he's talking on behalf yao. Anazungumza kwa niaba yetu sisi wote. Saidi wenye wako chini. Angalia saizi kimaendeleo. Kwa hiyo wakati yote maendeleo yote inaenda Nyanza. Pande hii kama ni barabara, hakuna barabara inajengwa zaidi. Tunataka si hata sisi tujengee barabara. Si tunataka kushirikiana. Mambo mengi tunataka tushirikiane na tuone kwamba ushirikiano wetu ni ukweli. Sio mambo ya kusema ni wakubwa bora wamekaa babu wino akina nani. Ni kwa sababu wanaona the followers. Sisi hasa wanyanja wa chini hatujakubala na hao kwa sababu wengine hata huwa tunaambia our party leader Raila Amolo Odinga, tunaambia mzee, hapana, sio namna hiyo. Hatutakubali kwenda kama vile tuliana wakati wa Uhuru. Tulikuwa tunafikiria wewe unajua. Hapana, tunataka wakati mazungumzo iwe mazungumzo ya kuhusisha kila mmoja. Tunataka kuhusika. Si chama tumejenga kwa hiyo muda yote. Kwa nini tusihusike? Ili chochote kama ni mambo ya nini, kwa sababu saa hizi ukiona Nyanza anasema tumejenga barabara, au tumejenga sijui nini, au tumeweka taasisi je? Na tuko breves. Hivyo unaunga mkono hii that force ya kina Sifuna? Bado tunaona, kwa sababu hata tulikuwa tunauliza hawa, tukauliza hii ni chama hawa, hii ni vuguvugu tu ya kumobilize watu. So hatujajua. So we cannot support them kwa sababu hatujui ni chama au ni nini. Hauna wasiwasi kwamba wao kuanza mirengo ile kunaweza ukapelekea chama cha ODM kuvunjika? No, sisi hatuna shaka kwa sababu tunajua hili vijana na wanataka njia. Wanataka njia ya kuzungumza ili pia baba apate kusikia. Na baba amesikia. Na nina hakika tukiongea namna hii baba amesikia. Okay. Tutakuwa kwa mwezi ujao, mwezi 10 tutakuwa Mombasa. Tutaongea kama chama cha ODM kwa sababu sisi is actually the mass movement ya katika IG, na tunajua ni nini tunaweza kuongea. Tutaongea mambo yetu mengi na tutakuja na suluhisho. Nina hakika. Tunashukuru sana. Ujumbe kwa